Taarifa mafanikio ya utendaji kazi wa mkoa wa Ruvuma kwa kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba mwaka 2025. Kwa kipindi husika, TAKUKURU Ruvuma imefanikiwa kurejesha na kudhibiti makusanyo ya fedha za ushuru kwa njia ya POS katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru. Kiasi hicho cha shilingi milioni 10 kilirejeshwa baada ya kuingizwa kwenye akaunti ya halmashauri ya wilaya ya Tunduru kupitia control number na uthibitisho wa risiti kuwasilishwa katika ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Tunduru. Mawasilisho hayo yalitokana na kazi ya ufuatiliaji wa mapato ya serikali kwa maana ya halmashauri, ambapo kiasi hicho cha shilingi milioni 10 kilikusanywa lakini hakikurejeshwa katika akaunti ya halmashauri kama inavyotakiwa. Katika hatua nyingine, TAKUKURU ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi 8 iliyokuwa na thamani ya kiasi cha shilingi bilioni 17.5 ambayo ni kutoka katika sekta za elimu na ujenzi. Katika ufuatiliaji huo pia, TAKUKURU ilitoa mapendekezo ya kurekebisha mapungufu kwenye miradi 7 yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 35,825. Pamoja na mafanikio hayo, TAKUKURU pia mkoa wa Ruvuma katika kipindi hicho cha Oktoba Disemba mwaka 2025 tuliendelea na majukumu yetu ya msingi. Nianze na eneo la uchambuzi wa mifumo na warsha. Katika eneo hili, uchambuzi huo ulibaini mapungufu yafuatayo: moja, changamoto ya kutopatikana kwa mtandao kwa baadhi ya maeneo ya kukusanyia ushuru, jambo ambalo linapelekea mapato yanayokusanywa kutokuwa halisia. Tulibaini pia kwamba wakusanya ushuru hawaweki fedha walizokusanya kwa wakati katika akaunti za halmashauri, hivyo kukaa na fedha mbichi kwa muda mrefu. Tulibaini pia kwamba wakusanya ushuru hawalipi stahiki zao kwa wakati na halmashauri, jambo ambalo linawapelekea kushawishika kuiba fedha za makusanyo na kuipunja halmashauri makusanyo yake. Eneo jingine ambalo tulifanyia kazi ilikuwa ni eneo la uelimishaji umma, ambapo tulifanikiwa kuwafikia jumla ya wananchi milioni 16,400,000. Eneo jingine ambalo tulifanyia kazi ilikuwa ni uchunguzi na mashtaka. Katika eneo hili, kwanza tulipokea jumla ya malalamiko 42. Kati ya hayo, malalamiko 25 yalihusu rushwa na 17 hayakuhusu rushwa. Pia katika eneo la mashtaka tulifungua kesi 4 mahakamani ambapo zimetolewa hukumu na jamhuri ilifanikiwa kushinda kesi 3 na kesi 1 jamhuri tulishindwa.